Juzi tulipokuwa kwa mkutano kule chini, nakumbuka siku ya Saturday nilipokuwa namalizia mkesha. Nashukuru kwa sababu mzazi wangu alipokuja akaniambia, mwanangu, nahitaji tu hizo kesha, mimi sitaki nikose hizo kesha. Akaingia tangu Thursday na anakuja anaingia kwa kesha. Ilipofika siku ya Saturday, tukirudi kwa nyumba, akaniuliza, mtoto wangu, kwani wewe huwa ni pasta? Nikamuuliza kwa nini. Kaniambia kwamba umehubiri mpaka nikasikia nimebarikiwa na hiyo mahubiri, hata kama Kiswahili sielewi sana. Nikaambia ndio maana hata kama umeniweka kwenye hesabu ya watoto wako, siwezi kuwa kwa hiyo hesabu ya watoto wako. Ni lazima niwe mali ya Mungu, nifanyike kuwa chombo cha Mungu, na kwa njia hiyo inaleta faida kwako pamoja na wale watoto wako wengine. Akaniambia, na kushauri kile nimeona kwako, lea kufanya hivyo na usiache. Hakuna anayejua mwisho wa maisha yako mbali ni Kristo. Shikilia msalaba wa Yesu. Mawimbi yatakuja, lakini utabaki na Yesu. Vita vitainuka, utabaki na Yesu. Maadui watainuka, utabaki na Yesu. Njaa inaweza ikaja, usimwache Yesu kwa sababu ya njaa. Shikilia Yesu, kaa na Yesu. Yesu ako na wewe.